Habari zenu wasikilizaji na watazamaji popote mlipo. Leo tunarudi katika moja ya siku za majonzi makubwa katika historia ya hivi karibuni ya Tanzania. Tunazungumzia mlipuko wa lori la mafuta uliotokea mkoani Morogoro mwaka 2019. Ni tukio lililogusa kila kona ya nchi, lililoacha simanzi, majeraha na somo zito kuhusu tahadhari na thamani ya maisha. Asubuhi ya siku hiyo, eneo la Msamvu katika manispaa ya Morogoro lilikuwa na pilika za kawaida. Barabara kuu ya Morogoro kuelekea Dar es Salaam ilikuwa na msongamano wa magari ya mizigo, mabasi, pikipiki na watembea kwa miguu. Wafanya biashara wadogo walikuwa wakifungua vibanda vyao, mama lishe wakipanga vyombo, na abiria wakisubiri usafiri. Lori la mafuta lilikuwa likisafiri kuelekea Dar es Salaam likiwa limebeba shehena ya mafuta ya petroli. Katika eneo la Msamvu, lori hilo lilipoteza mwelekeo na kupinduka kando ya barabara. Uchunguzi wa awali ulieleza kuwa dereva alijaribu kukwepa pikipiki iliyokatiza ghafla mbele yake, jambo lililosababisha lori kuyumba na kuanguka. Mara baada ya kupinduka, mafuta yalianza kumwagika kwa kasi barabarani na kwenye mtaro wa pembeni. Harufu kali ya mafuta ilisambaa hewani. Ndani ya muda mfupi, watu kutoka maeneo ya karibu walianza kukusanyika. Baadhi walifika kwa udadisi wa kutaka kujua kilichotokea. Wengine waliona fursa ya kuchota mafuta yaliyokuwa yakimwagika bure. Walileta ndoo na dumu, chupa na hata mifuko ya plastiki. Kulikuwa na msongamano mkubwa kuzunguka lori lililopinduka. Watu walikuwa wakicheka, wakizungumza, wengine wakipiga simu kuwaambia wenzao waje haraka. Hakukuwa na uzio wala umbali wa usalama. Hakukuwa na uelewa wa kina wa hatari ya mafuta ya petroli yanayomwagika hewani. Petroli ni kimiminika kinachovukiza kwa haraka na mvuke wake hushika moto kwa cheche ndogo sana. Hali ya joto na msuguano wowote mdogo unaweza kusababisha mlipuko. Dakika chache baadaye, ghafla mlipuko mkubwa ulitokea. Chanzo chake hakikuthibitishwa moja kwa moja, lakini ilielezwa kuwa huenda kulikuwa na cheche kutoka sigara, betri ya gari au hata injini ya chombo kilichokuwa karibu. Mlipuko huo ulikuwa wa nguvu sana. Moto ulienea kwa kasi ajabu ukifuata mkondo wa mafuta yaliyokuwa yametapakaa ardhini. Watu waliokuwa karibu kabisa na lori walichomwa papo hapo. Wengine walijaribu kukimbia, lakini walikuwa katikati ya moto uliokuwa umeenea kwa upana. Vilio na mayowe vilitawala eneo hilo. Moshi mzito mweusi ulipaa juu angani na kuonekana kutoka umbali mrefu. Magari yaliyokuwa karibu yaliteketea. Baadhi ya majengo ya jirani yalipata madhara kutokana na joto kali. Vikosi vya zimamoto na uokoaji pamoja na polisi walifika haraka iwezekanavyo. Walijitahidi kuudhibiti moto na kuwaokoa majeruhi. Ambulansi lilianza kusafirisha waliojeruhiwa kwenda hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro na vituo vingine vya afya. Madaktari na wauguzi walifanya kazi bila kupumzika, wakihudumia majeraha makubwa ya moto, baadhi yakiwa ya kiwango cha juu sana. Idadi ya waliofariki iliongezeka kadiri muda ulivyopita. Taarifa rasmi zilithibitisha kuwa zaidi ya watu 60 walipoteza maisha, na baadaye idadi ikafikia takribani 70. Majeruhi walikuwa zaidi ya 70, wengi wao wakiwa na majeraha makubwa ya kuungua mwili mzima. Baadhi ya majeruhi walipelekwa katika hospitali za Dar es Salaam kwa matibabu maalum. Viongozi wa kitaifa walifika Morogoro kutoa pole na kushiriki katika mazishi ya pamoja ya waathirika. Waziri Mkuu aliongoza shughuli za maombolezo na Rais alitoa salamu za rambirambi pamoja na kuagiza uchunguzi wa kina ufanyike. Taifa zima liliungana katika maombi na huzuni.
Vyombo vya habari viliripoti tukio hilo kwa siku kadhaa, vikionyesha ukubwa wa maafa. Uchunguzi ulionyesha kuwa hatari kubwa ilitokana na watu kukaribia sana eneo la mafuta yanayovuja bila tahadhari. Mamlaka ziliimarisha kampeni za uelimishaji kuhusu hatari ya kukusanyika karibu na ajali za mafuta au gesi. Ilisisitizwa kuwa pindi ajali ya aina hiyo inapotokea, raia wanapaswa kukaa mbali na kuruhusu vyombo vya uokoaji kufanya kazi yao. Athari za tukio hili zilikuwa za muda mrefu. Familia nyingi zilipoteza wapendwa wao kwa ghafla. Watoto walibaki bila wazazi. Wazazi wakabaki bila watoto. Baadhi ya majeruhi waliendelea na matibabu kwa muda mrefu kutokana na makovu na madhara ya moto. Kisaikolojia, tukio hilo liliwaathiri sana wakazi wa Morogoro, hasa waliokuwepo eneo la tukio. Tukio la mlipuko wa lori la mafuta Morogoro linabaki kuwa somo muhimu kwa jamii. Linatukumbusha kuwa tamaa ya faida ya haraka inaweza kuleta hasara isiyorekebishika. Linatufundisha umuhimu wa kusikiliza maelekezo ya usalama na kutokukaribia ajali za hatari. Maisha ni ya thamani kuliko mafuta, pesa au mali yoyote. Hii ni hadithi ya majonzi, lakini pia ya kujifunza. Ni wito wa kuchukua tahadhari kila tunapoona ajali inayohusisha vitu vinavyoweza kuwaka moto. Tahadhari inaweza kuokoa maisha mengi. Samaritan kupata le